Hakuna ambaye anataka kupoteza kwenye mechi hizi za klabu bingwa. Hakuna ambaye anataka kupoteza alama akiwa yupo kwenye kiwanja cha nyumbani. Sasa kwa upande wa Mo Dewji, naweza nikasema kwamba amezungumza mambo mengi na wachezaji pamoja na benchi la ufundi kuelekea kwenye mechi dhidi ya Petro di Rwanda, ambapo utakwenda kufahamu hapa ni kauli gani haswa ambazo Mo Dewji ameweza kuzizungumza. Lakini kabla hatuja kwenda kukitazama kile ambacho Mo Dewji ameweza kukizungumza, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Katika kile kinachoonekana kama maandalizi makubwa ya Simba kuelekea ligi mabingwa barani Afrika msimu huu wa mwaka 2025 2026, mfadhili mkuu wa klabu hiyo Mo Dewji ametupa kauli nzito ambayo imezua gumzo kubwa ndani ya kikosi hicho na miongoni mwa mashabiki pamoja na wachezaji. Kauli hiyo imekuja muda mfupi baada ya klabu pia ya Yanga kutoa msimamo wao kuelekea kwenye mechi za klabu bingwa. Lakini pia kwa upande wa Mo Dewji, na yeye pia ameweza kuzungumza sasa na wachezaji kuelekea kwenye mechi hizo za klabu bingwa. Katika kikao kizito kilichofanyika ndani ya kambi ya Simba, Mo Dewji aliwaambia wachezaji kuwa msimu huu hakuna muda wa mzaa, hakuna nafasi ya kuchukua mechi kwa wepesi na hakuna mchezaji ambaye atakumbatiwa. Kwa upande wa Mo Dewji amesisitiza kwamba kwa upande wa wachezaji wanahitajika kupambana, lakini pia Simba wanahitaji kufika mbali kwenye michuano hiyo ya klabu bingwa na kutafuta nafasi nzuri zaidi ya kuweza kufika nusu finali ama finali. Kila mchezaji anatakiwa kupambana zaidi ndani ya dakika 90. Ikiwa wanataka kombe la Afrika, basi kila mchezaji lazima awe anacheza kama mechi yake ya mwisho. Hakuna mechi rahisi. Hiyo ni moja ya kauli ambayo ameweza kuizungumza Mo Dewji. Lakini pia Mo Dewji ameweza pia kugusia jambo ambalo limeleta mjadala mkubwa. Ameweza kueleza kwamba Simba msimu huu imeangukia kwenye kundi ambalo ni gumu. Hakuna timu ambayo inaonekana ni ndogo. Kama tunasema kwamba Stade Malien, ukiangalia Petro di Rwanda, ukiangalia Esperance, timu hizi zote zimekuwa zikifuzu kwenye hatua ya makundi na timu zote hizo zinaonekana kwamba zinahitaji kufika mbali. Ameweza pia kusema kwamba mechi hizo anafahamu kwamba ni za pressure kubwa, lakini pia anahitaji wachezaji wapambane. Lakini pia ameweza kuzungumza kwamba kwenye mechi zote hawatohitaji bahati nasibu, bali wanahitaji kuwekeza nguvu kwenye michezo hiyo ili waweze kufika sehemu nzuri zaidi. Lakini pia tunafahamu kwa upande wa Mo Dewji ameweza pia kueleza kwamba Simba msimu huu haitaki tena kuishia robo finali. Malengo ni kuweza kufika finali ama kuweza kuchukua ubingwa. Lakini pia ameweza kueleza kwamba hawatoweza kurudi nyuma. Lakini pia ameweza kusema kwamba wanahitaji wachezaji wapambane kimbinu, wanahitaji kupambana kiakili, kimwili, lakini pia wapambane kisaikolojia. Lakini pia kwa upande wa Mo Dewji amemwambia kwamba pale ambapo atakuwa anafanya vizuri, basi kwa upande wake atakuwa akitoa motisha. Lakini pia ametoa onyo kwa wachezaji, wanahitajika kupambana ili waweze kufika mbali zaidi. Kwa upande wa Simba hawahitaji mzaa msimu huu, wanahitaji kufika mbali kwenye upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika.